mambo vipi? Watu wa mpira, tuko hapo uwanjani Kalemera Polisi, nikimaanisha kukuwa na mchezo kati ya Kanoni pamoja na Banana FC katika hatua ya robo finali. Kanoni FC wanafanikiwa kutinga hatua ya nusu finali kwa kuwatoa Banana FC kwa goli moja, goli ambalo limefungwa na mchezaji Elisha baada ya mchezo kumalizika. Nipo na captain wa timu ya Kanoni FC, aweze kutuelezea namna gani mchezo ulivyokuwa ndani ya uwanja. Mchezaji, kwanza hongera kwa mchezo. Shukrani sana. Kwa watu ambao hawakujui, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Abdukarim Ismaili, ni nauza wa timu ya Kanoni FC. Sawa. Mechi ya leo ilikuwa na ugumu kiasi gani licha ya kwamba mmepata ushindi? Kwanza natangulia kumshukuru Mungu. Mechi ilikuwa ni ngumu. Mpinzani alikuwa ni mgumu kidogo, lakini na sisi tulikuwa tumejipanga. Tumefuata maelekezo ya kocha. Tunashukuru Mungu tumepata point 3. Tukafuzu kwenda hatua inayofuata. Sawa. Tumeona mechi zilizopita ukiachilia hii hatua ya robo finali ambayo unafanikiwa kutinga nusu finali. Tumeona kabisa huko nyuma ulikuwa mkifunga kabisa magoli mengi. Mechi ya leo ilikuwa na utofauti gani na mechi ambazo zimepita? Tunaweza tukasema mechi za makundi hauwezi ukazilinganisha na knockout. Knockout huwa ni mechi ambayo kidogo inahitaji nidhamu. Yaani hatuhesabu kutafuta magoli, sijui tumefunga mangapi. Tunachoangalia ni ushindi, tuajarishi umepatikanaje. Goli moja, tunamshukuru Mungu tumepata. Ila malengo yalikuwa tuushinde goli nyingi. Ila ndio hivyo, mpinzani alikuwa ni mzuri. Tunashukuru Mungu tumepata goli moja, tumebahatika kufuzu. Sawa. Unawaambia nini wala mashabiki ambao bado walikuwa haiamini kuona Kanoni inafika hii hatua iliyopo? Unawaambia nini mashabiki ambao walikuwa haiamini Kanoni FC? Nawaambia kwamba wasubirie. Haya, yani hiki ni kidogo, kuna makubwa yanakuja mbele. Kikubwa support yao, na sisi tumejipanga kuwapambania kama timu. Mashabiki tunawapenda sana, pia tunahitaji support yao. Maana bila mashabiki, tunasema mchezo wa mpira, mshabiki ni mchezaji wa 13 uwanjani. Kwa hiyo lazima tusapoti tupate kushinda. Tunashukuru tumesapotiwa na pia tumeshinda. Kwa hiyo tusapoti hivi na tunaamini tutaonesha kitu kingine. Sawa. Kila mchezo ni ufungua mechi inayokuja. Huu mchezo wa leo umekufundisha nini kwa mechi inayofuata ya nusu finali? Kila mechi ni finali. Yaani hiyo nusu finali sasa ndio ngumu zaidi. Maana ukiangalia kuanzia kwenye hatua ya makundi unaenda 16 bora, mechi zinabadilika. Ukienda robo finali inabadilika. Kwa hiyo hata ukienda nusu pia, yani hiyo ni mechi ngumu. Bila shaka wengi mnajua, mmecheza mpira migumu na ujua. Kila hatua kidogo lazima timu zibadilike. Kwa hiyo mimi naamini yoyote atakayekuja tutacheza, lakini naamini kituo ni kigumu pia. Sawa, asante. Mimi nikutakia majukumu mema ya maandalizi ya mechi inayofuata nusu finali, na hongera kwa mchezo na tukutane wakati mwingine. Shukrani. Asante sana. Jamani, huyu ni captain wa Kanoni FC ambaye ameweza kutuelezea namna mchezo ulivyokuwa, lakini yote kwa yote tunaye mchezaji ambaye amekuwa kinara wa ufungaji wa magoli ndani ya ligi ya Kamachum Pomu Ijage ambaye ni Elisha. Aje atuambie namna gani ambavyo anaweza kila mechi ni kutoboa nyavu za wapinzani wake. Hii siri nini kwanza? Wai mbona unafunga sana? Kwanza habari? Salama kweli, namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah kwa mechi ambayo tumecheza. Tunamshukuru Mungu tumefanikisha matokeo, kwa kweli ni jambo la heri. Sawa, kwa ambao wakufahamu unaitwa nani? Naitwa Elisha Mkiza Method. Sawa, mpaka sasa hivi unaongoza, ni kinara wa magoli. Una magoli mangapi mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi na magoli 11, ila namshukuru Mwenyezi Mungu bado napambana na natafuta ufungaji bora. Sawa, ina maana umeshacheza mechi ngapi mpaka magoli ni mechi 5 nadhani. Bado nusu finali na finali. Sawa, unapokuwa wewe kama mchezaji, kama mfungaji, unajiandaa vipi mpaka unakuja kuwasilisha ufungaji wa aina hii? Mpira ni mazoezi siku zote, kwa hiyo napiga mazoezi tu, napasha muda wote. Mungu tu ndo ameamua tukapata ushindi sisi. Sawa, hii ni mechi ambayo umeweza kufunga goli moja, kwa sababu tumekuzoea unafunga 3, 4, 2. Leo ugumu ulikuwa wapi mpaka ukaweza kufunga goli moja? Siku zote robo finali waga ni ngumu, lakini ndo tumepambana, wakapata madhaifu, basi tukapata chance na tukafunga goli. Sawa, wewe kama mchezaji, kwa sababu tunaona una talent kubwa ya upatikaji wa magoli, nini ambacho unawasii wale watu ambao wanakutizama, wale ambao wanakufuatilia, nini unacha kuambia wadau ambao wanaamini, kwa sababu tuna uhaba sana washambuliaji, na wewe ni mshambuliaji ambaye umeonekana ni mfungaji katika ligi tofauti tofauti, nini cha kuambia wadau ambao bado hawataki kufungua macho yao kuja kuangalia huko vipaji ambako vinatokea? Nini maoni yako? Siku zote waga yanatokea, lakini wangekuwa wanatafuta vipaji basi na sisi tungekuwa tumo, lakini basi tu ndio hivyo, wanaangalia ku sehemu zingine, lakini sisi kama wangekuwa wanakuja hata huku wengine tu wangekuwa mbali, kama sisi tungekuwa tu mbali, lakini ndio hivyo, wanakaa kule wanaangalia hivyo, basi tu ndio maisha yanaendelea.
Sawa sawa, mimi ni tuzidi kuomba Mungu, huenda macho ya TFF na wadau wa mpira wakaja akakuona wewe, kwa sababu ni moja ya mfungaji mzuri sana ambaye unapachika mpaka sasa hivi una magoli 11, si ndio hivyo? Kwa mechi 5. Kwa hiyo ni wastani mkubwa sana ambao hata ligi kuu wachezaji tunaona lakini hawana wastani wa magoli hayo. Kwa hiyo nikushukuru, nikupongeza na nikutakia majukumu mema katika mchezo unaofuata wa nusu finali. Sawa sawa, asante, nashukuru sana. Asante. Huyo tulikuwa na mchezaji wa Kanoni FC ambaye ndo kinara wa upachikaji wa magoli ndani ya ligi ya Pro kama Chumpo Mwijage Cup, na bado tuko hapa lakini hatuna la ziada. Ni mimi Kipiri Extra, lakini yote kwa yote bado niko na kocha. Leo ni mwendo wa kuzungumza na kocha. Kocha umeonekana ni unang'ara sana katika ligi hii. Kwanza hongera kwa mchezo. Asante sana. Kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mchezo umeweza kumalizika salama, tumeweza kutinga nusu finali. Yote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ametujalia Mwenyezi Mungu, tumepiga mazoezi karibia siku 3 kabla ya game. Tumeweza kufanikiwa, tumeingia uwanjani, wachezaji wangu wameonyesha nivyo wapatia mazoezini. Aisee, na furaha sana kuivusha timu kuingia nusu finali. Sawa. Wewe kama kocha, mechi ya leo kabla ya kuingia uwanjani, nini ambacho uliwaambia wachezaji wako? Cha kwanza nilichowaambia ni kujituma, nidhamu uwanjani na kuheshimu maamuzi ya refa. Tusicheze na refa, tucheze mpira. Sawa. Imeonekana mbinu zako zimefanya kazi, lakini leo wastani wa magoli umepungua. Kisa nini? Beki zao zimeweza kutudhibiti, lakini kama ni mashambulizi yamepelekwa kwao, wameweza kudhibiti mpango wa kupunguza magoli, ila tumeweza kupata ushindi. Sawa. Nini maandalizi yako mechi inayofuata, kwa sababu tunaona hii ni hatua ya robo finali, tayari umetinga nusu finali. Unaiona timu yako ikiwa inavuka nusu finali na kwenda finali au? Yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu, ila sisi mpango wetu ni kucheza mechi 7. Yaani mpaka sasa hivi tuna mechi 6. Tuna mechi 5. Nataka tucheze mechi 7, ndio malengo ya timu. Kwa hiyo malengo ya timu ni kwamba ifike finali. Yeah. Kutakia majukumu mema na nikupongeze kwa sababu hii ni hatua nzuri sana ambayo unajaribu, umeisha ionyesha. Ukocha umeonekana licha ya talent, lakini pia unayo bahati unayo, kwa sababu tunaona hatua 16 bora uliingia kama kocha mpya ukaweza kuivusha ikaingia hatua ya robo finali. Hii hatua ya robo finali tena umeweza kuivusha, sasa hivi mnaongelea mko wa nusu finali, sasa mnaenda kucheza hiyo mechi. Kwa hiyo nikutakia majukumu mema na maandalizi mema. Vipi lakini mchezo unaofuata? Wewe kama kocha, huu mchezo umekufundisha kitu gani kuelekea mchezo unaofuata? Huu mchezo umenifundisha kwamba wachezaji pale mazoezi nilikuwa nimeyawekea nikaongeze mara 2 yake. Waendelee kuwa na juhudi hivyo ya kupambana. Na kesho atakuwa sina siku ya kupumzika, baada ya kesho tunaendelea na mazoezi mengine ya kukabili timu yote tutakutana nayo finali. Yaani sisi ni yoyote aje. Sisi tunajiandaa kwa yoyote atakayetokea yani. Kwa hiyo yoyote aje. Yoyote aje sisi. Kocha unajiamini? Ninajiamini kwa sababu na kikosi na nakifanyisha mazoezi na wanajitahidi vijana. Ninachowafundisha naenda kukionyesha wanani. Kwa hiyo yoyote sisi aje. Sawa, mimi sina la ziada na wewe kocha, na nikushukuru na nikupongeze kwa wakati mwingine na nikutakie majukumu mema. Asante sana kwa wakati huu. Jamani wapenzi watazamaji wa Kipiri Extra, huyu alikuwa ni kocha pamoja na wachezaji ambao wamepita, tumefanya nao interview tofauti waweze kutuambia mchezo ulivyokuwa, lakini hatuna la ziada. Ni mimi Kipiri Extra, nyuma ya kamera ni Victor Veda, mtu wa maana kabisa. Hatuna la ziada, tulikuwa hapo uwanjani, kulikuwa na mechi kati ya Kanoni FC dhidi ya Banana FC. Banana FC tayari wameshaaga mashindano, wanaenda kusalimiana watu walioacha nyumbani, lakini Kanoni FC tayari inaendelea mbele kwenda kuinusa nusu finali. Asante, hatuna la ziada. Ni mimi Kipiri Extra, tukutane na wakati mwingine.